Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Niliwahi kuwaita na tukawaambia kwamba serikali imedhamiria kufuta leseni zote za utafiti wa madini ambazo hazifanyiwi kazi. Na nilielekeza Tume ya Madini kutoa hati ya makosa. Kwa hiyo leo nimewaita hapa kuwajulisha kwamba tulitoa hati za makosa kwa wale wote ambao walishindwa kukidhi matakwa ya sheria, na inanilazimu leo kutoa maelekezo ya kufuta leseni za utafiti kwa mujibu wa sheria. Na leseni ambazo tunazifuta leo zina eneo la ukubwa sawa na kilomita za mraba 900, ambao ni sawa na ekari 188,163. Haya maeneo na yarudisha serikalini, yatarudi serikalini, utaweka utaratibu kwa mujibu wa sheria. Tunataka sekta hii, watu wanaokuja kuomba leseni ziwe leseni za kufanyia kazi na sio kuzifanya kama pambo. Kwa naendelea kuasisitiza mtu yeyote mwenye leseni ya utafiti ambao amehodhi kwa muda mrefu haifanyii kazi, zoezi hili ni endelevu. Tutaendelea kuzifuta leseni hizi. Tunataka kutengeneza mfumo mzuri wa watu kufanya shughuli za madini katika nchi yetu ya Tanzania. Hatutamwonea mtu, hatutampendelea mtu katika zoezi hili. Tutafuata utaratibu kwa mujibu wa sheria inavyoelekeza. Na leseni hizi ambazo zimefutwa zitarudi serikalini. Sheria inasema vizuri kabisa, ziko taratibu za kufuatwa baada ya kuwa tumepata taarifa kutoka katika taasisi zetu za madini na hasa GST. Kama ambayo itakuwa inahitaji uwekezaji mkubwa, tutatolea maelekezo, lakini pia asilimia kubwa ni kwenda katika mradi ule wa vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu wa MBT, Mining for a Brighter Tomorrow. Tutawapanga vizuri wachimbaji katika maeneo haya ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu Tanzania. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.